kupata habari zetu kila siku, tafadhali bonyeza subscribe kisha alama ya kengele. Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One. Ujambo mara tena mpenzi msikilizaji wa idhaa Kiswahili ya Radio Kivu popote pale ulipo, na tumai mzima wa afya na muda kama na huko kando kando ya radio yako ili kuweza kusikiliza matangazo yetu. Na ukaribisha mara tena kufuata uchambuzi wa habari zetu siku ya leo, uchambuzi ambao unajumuisha na kurasa wa habari muhimu leo, ripoti za waandishi wetu kutoka kona mbalimbali, kurasa wa habari za michezo na burudani pamoja na habari za kitaifa. Naitwa Safari Alimasi, mchambuzi wako wa leo. Tasaidiwa mitamboni na Antoine Malash. Basi na kualika kuambatana nami mwanzo hadi mwisho, nasema karibu. Na kabla ya kuingia kwenye uchambuzi wetu habari kwa kina, hebu fuateni habari muhimu ambazo za leo za somwa na mwenzangu Nikodem Kashindi. Karibu. Asante Safari Alimasi. Dilwe kwa fursa hii tufungue pazia la ukurasa wa habari muhimu na habari za hapa nyumbani Baraka, ambako kazi za ujenzi na shughuli zingine zote ndani ya uwanja wa zamani wa ndege zinatakiwa kusimama kwa muda ili kuwepo na makubaliano. Vile vile mradi wa makato ya kata za Mongemonge, Kimanga, Mwatembo na kadhalika zinatakiwa pia kusimama. Ndivyo wamesema mbunge wa taifa mchaguliwa wa Fizi Baraka, mwanasheria Jogoo wa jiji Jean-Jacques Lakano, kupitia barua walioisaini wote wabunge wachaguliwa wa Fizi Baraka wakiwa katika mji mkuu wa DRC huko Kinshasa. Habari zetu pia zitaelekea huko Bukavu. Ni kwamba mtu mmoja kufariki kwa kupigwa risasi, mwingine kuumia vikali na vitu vingi vya samani kupelekwa. Hayo ndiyo matokeo ya shambulizi la watu wenye kumiliki silaha. Shambulizo hilo liliripotiwa katika tarafa ya Kabare Jumanne ya tariki 9 Aprili mwaka huu 2024. Na hatimaye ni huko Burundi, ambako mwanasiasa Agathon Rwasa amepeleka mashtaka katika mahakama ya rufaa kuhusu waandaaji wa kongamano lililomuondoa katika kiti cha uongozi wa chama kikuu cha upinzani cha CNL wiki kadhaa zilizopita nchini humo Burundi. Nadhani ni hayo tu kama habari muhimu kwa siku ya leo. Mwenzangu Safari Alimasi Lwendo. Asante sana mwenzangu Nikodemu kwa usomaji wa habari muhimu. Na sasa tuanze uchambuzi wetu wa habari tukianzia hapa katika mji wa Baraka. Waislamu ulimwengu mzima wamesherehekea siku kuu ya Idi. Hivyo ni baada ya wao kufunga kwa muda wa siku 30. Pa Baraka sherehe hizo zimefanyika huku Waislamu wote wa jiji la Baraka wakikutana kwenye shule la sekondari la Charite kwa ajili ya kusali swala ya asubuhi. Akizungumza na Radio Kivu, Sheikh Shabani, msimamizi wa Uislamu tarafani Fizi, ameanza kwanza kushukuru Mwenyezi Mungu kwa kumaliza fungo salama. Ndiyo, nilipenda kutoa shukurani kwa Mwenyezi Mungu kuweza kumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani jana na leo kusali swala ya Eid al-Fitr. Kwa hiyo swala yetu tumeisalia katika mji wa Moma Kasaswe kwenye Institut la Charite au Epe la Charite. Kwa hiyo pale watu walikuwa wengi pamoja na kuwa kulikuwa mvua, lakini watu wamekusanyika bila kujali mvua. Maelfu ya watu walikuwa pale. Kwa hiyo kwa ajili hiyo ninamshukuru tena Mwenyezi Mungu mara nyingine, na ninapenda kuwahusia wale ambao walifunga katika mwezi mtukufu wa Ramadhani wajitahidi kuwa na tabia nzuri zile ambazo walizokuwa nazo katika mwezi wa Ramadhani, waendelee nazo katika miezi mingine, kwa sababu Ramadhani ilikuwa ni fundisho, ilikuwa ni chuo, na mtu ambaye anatoka chuoni lazima atoke hali ya kuwa amekuwa na elimu. Kwa hiyo siwi kwa ajili Ramadhani kuisha
ndiye sababu ya watu tena kurudia katika maasi ambayo waliokuwa wameacha. Mwishowe Sheikh Shabani ameomba kwa Waislamu kuwa na upendo na umoja, huku akiwatakia Eid njema. Na ninawaomba tujitahidi kuwa umoja. Anasema Mwenyezi Mungu, "Atasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu." Shikamaneni kwenye kamba moja dini ya Mwenyezi Mungu wala msifarikiane. Kwa ajili hiyo ninawatakia Waislamu wote wa Fizi kwa jumla Eid njema yenye mafanikio, na vile vile ninashukuru kwa viongozi wa kiserikali kuweza kutulindia usalama. Vile vile ninashukuru shukrani ambayo ndiye kubwa zaidi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuweza kutujalia kufungua mwezi huu kwa usalama, na ametuweka katika amani kwa sababu yeye ndiye amani. Na tunamwomba Mwenyezi Mungu ajalie Kongo yetu hii ipate amani, na Fizi kwa ujumla vile vile, na viletu ya baraka kwa upekee. Kwa hiyo ninakuombeni sote kwa jumla tuwe ni watu ambao wenye kuwa na viigizo vyema. Kwa niaba ya Région Islamique ya Fizi ni Sheikh Shaban bin Saidi, representant régional. Wabillahi tawfiqi wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Katika mradi wa kusaidia kuboresha elimu ya mtoto katika mazingira bora na sahihi, klabu RFI yenye makao yake pa Uvira imekabidhi dawati ya upipitre 140 kwenye shule la msingi la Mizimu. Magabiziano hayo yamefanyika kwenye chumba cha mikutano Iragi hii Jumatano ya tarehe 10 Aprili 2024 katika mji wa Baraka. Kras Pascal ameshiriki kwenye magabiziano hayo na kutuandalia ripoti ifuatayo. Kwake Stanislas Kamengele, kiongozi wa klebe RFI pa Uvira, amesema kuwa kutokana na ugumu wanaopitia wanafunzi wa shule la msingi Mizimu ndio iliwapa nguvu ya kufikiri na kutafuta wafadhili kwa swala hilo. Stanislas Kamengele anaeleza. Tulikusanya watu vitengo mbalimbali ambavyo vinahusika na elimu ya watoto kwa shule ya msingi. Tulikuwa na mradi wa kusaidia epe Mizimu ya Baraka na viti, kwa sababu imeonekana kwamba wanafunzi wanasoma wakikalia mawe, mabrike, wengine wanakaa chini, wengine wako wima darasani. Alafu Club RFI Uvira ikajitahidi kuwasaidia wanafunzi wa epe Mizimu na pipitre 140 ili kwamba watu wasio wanabaki chini. Sasa leo tuliwakusanya watu ili kwamba tuambie kwamba tumefanya msaada kwa epe Mizimu, tuambie comité de parents, tuambie comité de gestion ya epe Mizimu na viongozi wa ngazi mbalimbali za elimu au zinazohusika na masomo ya watoto de province éducationnelle, kuambia kwamba watusaidie viti hivyo vichungwe vizuri na vifaidie watoto wetu siku za mingi. Shule nyingi zinakuwa na matatizo kama na hayo Baraka. Kwa nini epe Mizimu? Epe Mizimu ni kama vile école pilote ambayo tumekamata. Tumeona ni ya kwanza ambao umetupatia habari yao kusema wanafunzi wanasumbuka kukaa chini. Tukatembelea epe Mizimu na tukasema tujaribu kutafuta namna gani tutawasaidia epe Mizimu. Na kwetu ni kama école pilote, tunakuwa na mawazo ya kusema ikiwezekana tunaweza tukaongeza zingine école ambazo zinakuwa na matatizo kama yale ya epe Mizimu. Tumeanza kuwasiliana na epe Mizimu tangu mwaka jana mwezi wa 4, tukajaribu kuongea na kujitahidi kwa namna gani tutafanya, na ilipofika mwezi wa 11 tukaanza jitihada za kujitayarisha kujengea epe Mizimu mapipitre. Ujumbe ni kusema watu wote ambao wanatusikiliza tujitahidi tusaidie watoto wetu ili kwamba wasome, wapate elimu bora katika mazingira ambayo ni bora zaidi. Kwa Faransa wanasema tuwasaidie wanafunzi kupromouvoir éducation de qualité dans un environnement sain pour tous nos enfants. Pia wanafunzi wa shule la msingi Mizimu hawakubaki kimya juu ya msaada waliopokea. Je réponds à Shkalal Ocha, je suis président des clubs d'enfants à l'EP Mizimu, République démocratique du Congo, ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Objectif, remerciement. Bonjour à tous les distingués invités. Nous, club d'enfants qui représentent les élèves de l'EP Mizimu, nous remercions l'arrivée des distingués invités et plus particulièrement les dons du club RFI Uvira. Notre recommandation aux autorités scolaires, aux humanitaires, aux hommes de bonne volonté
et les autres de nous assister pour promouvoir l'éducation dans notre école. Merci. Mwishowe, kasisi wa shule la msingi Mizimu Bwana Biaombe Mtende Chidoris alitoa shukrani zake kwa kupokea msaada huo. Kwa viti vya watoto vya kuikalia kama vile pipikre mlugha ya Kimombo, sisi kama vile walimu au kasisi wa shule tumekuja kushukuru sana, tunafurahia sana sababu watoto wetu walikuwa kiishi mali pabaya sana, walikuwa kisomea kwenye vipande vya mabriki, wengine kwenye maabara, ijapokuwa tunajikaza kutumikisha maabara, lakini kupitia hesabu ya watoto gisi walivyo wengi mpaka hata sisi viongozi wa shule tunashindwa kufikisha mwile kila mtoto apate kupata nafasi ya kuikalia. Lakini kupitia msaada huu ambapo tumekuja kupata, tunashukuru sana sana tena sana, na tungeomba wazidishe, wasishie tu pale kwa viti tu, hata kwa vitu vingine ambapo ni finyo au ni ndogo katika mashule zetu na shule zingine. Ni vyema tukumbushe kuwa ni tangu mwezi Aprili mwaka 2023 ndipo mradi huo ulianzishwa, na kufikia mwezi Aprili mwaka 2024 mradi huo ukatekelezwa. Asante sana Bigras Pascal kwa ripoti hiyo. Tusalie tu katika mji wa Baraka. Kazi za ujenzi na shughuli zingine ndani ya uwanja wa zamani wa ndege zinatakiwa kusimama kwa muda ili kuwepo na makubaliano. Vile vile mradi wa makato ya kata za Mongemonge, Kimanga na Mwatembo zinatakiwa kusimama. Ndivyo amesema mbunge wa taifa mchaguliwa wa Fizi, mwanasheria Jean-Jacques Elakano kupitia barua waliosaini wote wabunge wanne wa Fizi. Omari Makelelo Zila antujia na ripoti kamili hapa studioni. Katika mazungumzo na Radio Kivu, mbunge wa taifa Jogo wa Jiji Jean-Jacques Elakano amesema kuwa ukimya wake utakuwa na matokeo mazuri kwa wananchi, na pamoja na hilo anakuwa akifuatia kwa ukaribu kila shida zinazokumba raia wake wa Fizi Baraka kama alivyoeleza. Kuna msemo mmoja huko nyumbani, kama wavuvi wanapoenda kuroa wakiwa kwenye Lake Tanganyika huko wakitupa file zao, wanapoona samaki kubwa kama vile kafieke sangala inaelekea kufile yao, waga wanakaa kimya. Na unaponiuliza kwa nini siku hizi zote jogoo uko kimya, na kuambia ni wakati, na nafikiria hapo kesho watu watajua kwa nini ilikuwa kimya. Unajua wavuvi wanapofanya hivyo ni kupendelea ile samaki siponyoke ingie katika wavu wao na waibebe nyumbani ili kijiji kifurahi. Na nafikiria na mimi kuna wakati ambapo nitakuwa na nafasi ya kuongea na raia wetu wa Fizi, kuambia kwa nini tulikuwa kimya, japokuwa tulikuwa tungali mwanzo. Unaona, tungali mwanzo na kila mwanzo unakuwa ni mgumu, ila tunapokuwa huku tunafikiria Fizi na tunafuatilia mambo yote yanayofanyika nyumbani kwetu. Ndio maana unaponiuliza kuhusu hiyo barua ambayo inazunguka kwenye mtandao kama ile saini yangu, na kuhakikishia tumesaini, ni jambo tumefanya kwa pamoja, na hiyo ni jambo la kushukuru kwa sababu ilikuwa ni ombi ya raia. Watu wanapotumwa kuwa wabunge wa tarafa la Fizi, tulizoea kuona walikuwa wanaishi kwenye malumbano huku wasikubaliane, kila mtu akifanya vyake, na raia yetu iliweza kutuambia tunawatuma muwe pamoja. Hiyo ni ishara ya kuonesha ya kwamba tuko pamoja na tunaongea neno moja. Ndio maana tuliweza kusaini wote waine kibarua kwa kujibu malalamiko mbalimbali ambayo ilitoka kwenye shirika la raia na wanotable mbalimbali ambao waliweza kutuandikia. Hata hivyo, kuhusu barua ya pamoja walioandika kama wabunge wachaguliwa wa Fizi Baraka kwenye ngazi ya taifa, Jean-Jacques Elakano, mbunge wa taifa, ameonesha mambo mojawapo walioandika. Kwenye barua yetu tulisisitiza mambo manne. Tulisisitiza jambo la mabaki ya mifupa ya wale misionari ambao walifia Fizi na ambao sherehe ilikuwa na pango ifanywe Uvira. Tulipenda sisi kama wabunge kuambia wahusika ya kwamba raia yetu haipendi, kwa sababu tunakuwa pale kutekeleza na kubeba panapohitajika malalamiko ya raia. Kwa hiyo tumeweza kuandika, na tunafikiria mwa siku mbili, leo wala kesho, tutaonana na baba Kardinal Ambongo kusudi tumwambilie kinaga ubaga, na nafikiria tutakuwa wote waine tena pamoja kama gisi tulivyosikilizana. Na kunakuwa pia malalamiko ya piste ya zamani ya hapo Baraka ambao sasa hivi tunasikia kunakuwa wakuu wa mwingine hapo wa mambo ya conseil de sécurité walijikabulia maparcel, wanagabulia na watu wengine,
wanapatia watu mbalimbali, na waza sisi tuliweza kupana point de vue yetu ili vitu vyote vifanyike katika uwake na katika transparency. Na kunakuwa pia tatizo ya hiyo soi-disant lotissement ambayo iko mvile ya Baraka yenye inafanyika sans concertation aucune, na inatia wakaaji kukua katika hali ya wasiwasi. Mavijiji mingi huko kama Mongemonge, Kakomba, Kachungwe, watu wako najiuliza ni kitu gani. Nafikiria yote tuliweza kuzungumza, nia yetu zaidi ni kuomba ya kwamba mtu anapokuwa kiongozi ni lazima kwa kukamata uamuzi, kama kweli ni uamuzi wa kusaidia raia na kuleta maendeleo, ni lazima mambo yote yawe wazi, kukue concertation, kukue sensibilisation, na watu waelewe mwingine kitu kitakachofanyika ni kitu gani. Mwishowe, Jean-Jacques Elakano ameonyesha kuwa kazi zote zinatakiwa kusimamishwa kwa kusubiri kupata muafaka, kwani kauli ya rais wa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo inampa raia kipaumbele, yani le peuple d'abord. Ndio maana wenzangu waliweza kuniomba, yani wenzangu wabunge watatu waliweza kuniomba, kwa sababu inajulikana bayana ya kwamba viongozi sasa hivi wa jiji la Baraka wanakuwa wa chama cha UDPS, na mimi nikiwa kada na mbunge wa chama cha UDPS. Waliniomba ya kwamba nimwambie meya asimamishe hivyo vitu kwa muda kusudi apate nafasi na sisi tupate nafasi ya kuongea na vikundi mbalimbali vya raia na kuiambia umuhimu na kutia mambo yote iwe wazi. Ila kwetu atupendelee projet ya MONUSCO isimame, kwa sababu ni msaada ambao tumepata, na mnajua katika nchi yetu jinsi mambo yalivyo. Kama kunakuwa msaada wa kusaidia vijana na vingine ambao watafanya, na ni shirika la kimataifa Nations Unies nataka kutusaidia, hatuwezi kukataa. Ila yale mengine ambao walikuwa nataka kutia yale kuzuia pale kusiwe barabara, fanya ya kwamba wajikabulie kila mtu maparsele, hiyo haipendezi hata mara moja kwenye masikio yetu, na lazima tuwe pale sa vile waavoka wa raia yetu. C'est la même chose kwa ile mambo ya soi-disant lotissement, wasimamishe ili wawe na muda wa kuzungumza na raia. Na ni jambo mimi niliweza kuambia meya, nilimwambia meya kibayana ya kwamba achukue muda kwanza wa kuzungumza na raia na kuambia mambo yote kisi alivyo na kutia mambo yote wazi. Na hiyo inaambatana na ideolojia yetu ya sisi kama chama cha UDPS ambao tunasema kwamba raia mbele. Tukumbushe kuwa ni siku ya pili ya wiki tunayo ndipo meya kwa muda Bi Emerit Tabisha Mmongelwa aliitisha mkutano na raia wa Baraka, ila umemalizika bila makubaliano yoyote. Daima katika mji wa Baraka, muungano wa wachukuzi tarafani Fizi na mji wa Baraka umesitisha mgomo wao uliokuwa unapangiliwa kwa muda wa siku 3. Hivyo ni kutokana na wabunge wachaguliwa tarafa Fizi kwenye ngazi ya jimbo kama vile ya taifa kuingilia kati swala hilo. Udhibitisho huo ni wake Mkunjelisha Lesemp, coordinator wa Sepromoveteski jimboni Kivu Kusini, ambaye amepongeza wachukuzi kutii mwito huo, huku akiongeza kuwa kupitia malalamiko yao ndipo watapata suluhu ya matatizo yao. Mkunjelisha Lesemp amezungumza nasi. Watu wanakuwa wanajitetea wenyewe, seule la lutte libère, tofauti na kufanya vile hatuwezi kujilibere. Na kwa siku ya leo niko na message ambayo tunakuja kuwapatia kwa niaba ya maassociation zote za watransporteur ambazo zilikuwa zina organiser action citoyenne ya 3 jours sans circulation. Vile vile pamoja na masosiete civile ambazo ziliweza kutuakompanye kwamba baada ya kuongea na wadepute provinciaux et nationaux eli de Fizi, wabunge wetu ambao tulituma ku province na ku niveau national, na waliweza kutuomba kwamba mgomo uweze kusitishwa sababu malalamiko yetu yamefika na watayafanyia kazi. Ili kujua ni yapi yaliyojiri kwenye ulimwengu wa soka, na mpisha mwenzangu Sudi wa Sudi Valente kwa mengi zaidi.
Big up sana kabisa mwenzangu Safari Alimasi. Leo katika habari za michezo tuanzie hapa ndani ya Moja Baraka ni kwamba michuano ya play-off iliweza kutimua vumbi siku ya 3 ya wiki tunayo ya tarehe 10 Aprili mwaka 2024, ambako majira saa 7 kamili za mchana klabu ya Tour du Congo ya huko Sebele waliweza kuonyesha mvua ya mabao 3-0 klabu ya Presqu'île Dubois hapa katika Moja Baraka. Na mechi ambayo ilipigwa majira saa 9 kamili za jioni kwenye uwanja wa Tatano Mbiu kwa Katanga, klabu ya Mukera Sport walitoka sare ya kutokufungana zidi ya Kibonja Sport. Kwingineko ni kwamba mwenyekiti wa soka tarafani Fizi na Moja Baraka bwana Saleh Mosantu wa Mwabi maarufu Magufuli amesema kutokuruzishwa na hatua iliyochukuliwa na uongozi wa soka wa kike mjini Kinshasa kwa kuteua vilabu ambavyo vitashiriki michuano ya kitaifa upande wa wanawake, wakati sehemu zingine hatua ya Intercity inaendelea kutimua vumbi. Katika tarafa la Fizi ni klabu ya Force des Filles ndiyo ambayo imechukuliwa, huko kiongozi huyo akiomba watu wenye moyo mwema kusaidia timu hiyo kifedha ili kuwafikisha kule wendapo. Saleh Mosantu wa Mwabi, kiongozi wa soka tarafani Fizi, ameongea fuatayo wakati wa mojano na mwenzangu Mare Makelele Uzile. Hiyo ni kweli, kwanza kwangu ni mshangao kwa sababu sio mimi, sio province, ni Kinshasa ndio lideside Force des Filles na Ukapia Uvira na ingine kipe moya Bukavu, donc zone B. Or si tungali mu Intercity hapa. Hila niumiza sana muro. Nijaribu kuona na president anambia na yeye aelewe parce que Kinshasa ndio na précipité vile, donc zone B yende Goma icheze kule. Na ndio mara moja wakatosha Force des Filles. Na hii ndio tutia matatizo sana hivi na roho inaluma sana hapa. Or tuko mu Intercity, donc quel meilleur remporte. Ni wajibu tu wa kusema kuwa bajikaze bafanye selection mzuri pour que tusaibiki parce que batina représenter ndio Sud Kivu mu championnat national 15e édition pale Goma. Watu wenye moyo mwema watokezo basaidie timu. Kuko deja transport ya Bukavu Goma. Mais transport ya hapa kufika Bukavu hayaonekana. Ni vile wanashona. Na weka nukta kwenye habari za michezo. Asante sana studio Sudi Valente kwa habari hizo za michezo. Msikilizaji, endapo ndo unakuja kujiunga nasi, unaendelea kusikiliza vyema uchambuzi wa habari zetu kutoka kwenye idhaa ya Kiswahili ya Radio Kivu, tunatangaza kwenye masafa 93.0 katika Moja wa Baraka. Kampuni Fizon Baraka, Mboko na Misisi ni rahisi kutuma na kupokea pesa cash pote ulimwenguni bila usumbufu. Hivi sasa ni habari za kimataifa, tukijielekeza huko katika nchi jirani ya Burundi. Mwanasiasa Agathon Rwasa amepeleka mashtaka katika mahakama ya rufaa kuhusu uandaaji wa kongamano lilomuondoa katika kiti cha uongozi wa chama kikuu cha upinzani cha CNL wiki kadhaa zilizopita. Mengi zaidi na Ibukuru Elias Daniel, maripota wetu wa huko Burundi. Mwanasiasa Agathon Rwasa ameelezea kupeleka mashtaka katika mahakama ya rufaa kuhusu uandaaji wa kongamano lilomuondoa katika kiti cha uongozi wa chama kikuu cha upinzani cha CNL wiki kadhaa zilizopita. Amefahamisha kuwa watu hao hawakuwa na haki ya kuitisha kongamano kwa mujibu wa sheria na ataendelea kufuata taratibu za kisheria endapo haki haitaweza kutendeka. Chama kikuu cha upinzani cha CNL nchini Burundi kilikumbwa na mgawanyiko baada ya kundi lilojengwa kusema kuwa limemuondoa kiongozi wa chama hicho Agathon Rwasa kwa kushindwa kuunganisha pande mbili zinazozozana. Rwasa aliondolewa kwenye uongozi wa chama cha National Freedom Council CNL katika kongamano ambalo lilifanyikia mkoani Ngozi kaskazini mwa Burundi. Nafasi ya kiongozi huyo wa zamani wa kundi la waasi mwenye umri wa miaka 60 ilichukuliwa na Nestori Girkwishaka, ambapo chama cha CNL kilianzishwa mwaka wa 2019 na kusimamishwa mwaka jana na serikali ya Burundi ikikitumu kutotii sheria za nchi. Nikiripoti kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli. Asante sana Bukuru Elias Danieli kwa ripoti yako hiyo. Hivi sasa tujielekeze katika mji jirani wa Uvira. Wahamiaji wa ndani wapatikanao Kasenga mjini Uvira wanapitia hali ngumu ya maisha, hivyo ni kutokana na ukosefu wa chakula, maji safi na sehemu za kulala. Kwa jambo hilo, mwenyekiti wa baraza la vijana mjini Uvira, mwanasheria Chako Changbon Ane, ameomba kwa serikali na mashirika ya kiutu kuajiana msaada wa waraka wa miaji yao. Katika mazungumzo na Radio Kivu, Chako Changu ameanza kwanza kuonyesha picha halisi ya maisha wanayoyapitia kwa sasa mjini Uvira. Ni kweli kama condition
situation de vie ya watu wote iko ya kulalamikiwa, lakini wao wanapresente ma extremite. Kule yulu kwenye wale hakuna ako maji, hakuna moto, kupanda kwanza ni mbali na ni kilima na barabara ndio nayo haiko nzuri, lakini nimesikia kwenye kikao waziri amesema kwamba kuna komisio ambayo imewekewa ya kujifunza. Haiko tu hali yao, lakini pia hali ya maji yenye kupanda juu watu wanakimbia sana, nyumba zimebomoka. Hata pia kesho kuna kikao juu ya situation ya maji na nini kifanyike bila kuangalia hali ya wale wenye wako wasinistre wa maji wa zamani na hawa wa sasa. Kita wao kujengewa nyumba, wanaishi katika hali yenye haiko ya kuridhisha, haiko tu vitu ya nani ya usalama, milima ya juu, lakini pia ni hawana maji na hawana moto. Ndio tatizo sana ile, na maisha yao ni maisha duni sana. Hali haiko nzuri. Wenyewe walikuwa wanachokipenda wao ilikuwa kurua rusho, ndio walikuwa na maproje mbalimbali, lakini kwa sababu mambo ya proje inaanza na inaisha, ndio hali kama na ile. Tunasubiri tukikao kesho ambamo tutakuwa sisi sote, nadhani partir ya kesho tutajua mengi ya kuongea. Upande mwingine, binti mmoja aitwaye kwa jina la Furaha wa miaka takriban 14 amefariki kwa kuangukia ndani ya mto Ruzozi katika manispa Kalundu mjini Uvira. Vile Chako Changu Bon Ane, mwanasheria uko Uvira, ametoa picha halisi. Ule mtoto jina yake Furaha ni fie wa 14 ans na alikuwa mgonjwa wa epilepsi, kifafa. Ndo alikuwa naenda kuoga, ndo akaanguka muriviere ya Ruzozi na ndo kwenye alikufia pale. Kulipita masaa na ndo akapata mwili bakaeva kunyumba. Mama yake ni marehemu na yeye, lakini baba yake anaishi Katogota, ndo yuko natendikwa teremuka Mai Magharibi, na kaka yake alikuwa anatumika huko Misisi kwenye Maoro na iko nashuka purke azikwe kesho. Unajua kama wagonjwa wa epilepsi inakuwa vigumu kuwachunga, na ndio maana ni Mungu tu ndio wenyewe bana wachunga tu. Hali yao haiko nzuri. Huyo mwasi ni kama vile hakuna encadrement, wenda ndio ilikuwa sababu. Kweli kabisa hakuna encadrement yote ile. Na ndio ilikuwa sababu yake. Huko katika jimbo la Kivu Kusini, hasa makao makuu Bukavu, mtu mmoja kufariki kwa kupigwa risasi, mwingine kuumia na vitu vingi vya samani kupelekwa. Hayo ndio matokeo ya shambulizi la watu wenye kumiliki silaha. Shambulizi hilo liliripotiwa katika tarafa ya Kabare Jumanne ya tarehe 9 Aprili 2024. Mwenzetu wa uko Bukavu Luze Busane Lisiene amefuatilia taarifa hizo kwa ukaribu na kutuandalia ripoti ifuatayo. Ni chumba cha akiba na mkopo ama Kopeke Kabare kipatikanacho kwenye parokia Mtakatifu Yosefu ya Kabare ndicho kiliweza kutembelewa na wahalifu hao. Kwa bahati nzuri hawakukuta msimamizi wa kituo hicho, kama vile ametujulisha Barthelemy Mwambusa, mnenaji wa shirika la rahia tarafani Kabare. Hawa walijielekeza mahali pasipojulikana kisha kuwatishia walinzi wa usalama wawili waliokuwa kwenye ulinzi wa chumba hicho. Barthelemy Mwambusa huapa aeleza. Shirika la raia la tarafa ya Kabare lina huzuni sana ya kuona kwamba visa ya kukosa usalama inaripotiwa kila siku ndani ya tarafa ya Kabare, na kisa ya hapa karibuni ndio imejitokeza siku ya jana mchana kati, wakati watu wa kumiliki silaha wamejipenyeza ndani ya Kope Kabare wakitafuta kiongozi, na mwiyo lupango ya paroisse ya Kabare wamejielekeza fasi ingine, na ilishakuwa magharibi au wao warugaruga wamemwondolea kiana mmoja maisha ndani ya groupement ya Kagabi mu village ya Chishangija, na huyo kijana amekufa hapo. Au warugaruga wameendelea tena ndani ya groupement ya Bushwira ambao wamepiga kiana mmoja risasi ambaye anapata matibabu ndani ya chumba ya matibabu kwa sasa. Na tunaona ya kwamba population inakuwa abandone, kwani ni polisi mmoja ndiye anasekirize groupement mzima ya Kagabi ambayo inakuwa na 33,000 habitants, na Bushwira hapo ni nao wanakuwa na wapolisi waine.
Huyu anaomba wakuu viongozi kujihusisha ili wahusika na vitendo hivi washikwe na kujibu mbele ya sheria. Anaomba pia kuongeza idadi ya vikosi vya usalama, sababu kulingana naye wanakuwa na idadi ndogo ambayo hailingane na raia ambao wanahitajika kulinda na mali yao. Mara tena Barthelemy Mwambusa. Sisi shirika la raia tumeomba wakuu viongozi walindie watu na mali yao usalama, na pia tunaomba hiyo justice militaire itafutisha watu na iorganize audience foraine ili waweze wakahukumiwa kulingana na sheria. Na pia tunaomba tena raia iendelee kuzungumza na wakuu viongozi, iendelee kuzungumza entre au wenyewe ili kusinyale hiyo mashida usalama mdogo kwa wakuu viongozi, kwani usalama ni wa watu wote. Tumalizie uchambuzi wa habari zetu na huko Kongolo katika mkoa wa Tanganyika. Hatimaye wajane 50 wamenufaika na msaada wa vitu mbalimbali siku ya kwanza wiki tunayo. Wamefaidika msaada huo wakati wa kufunga mwezi wa mwanamke duniani, sherehe ambayo iliendeshwa kwenye ofisi ya tarafa ya Kongolo. Radio Kivu Kongolo tunajiunga naye mwenzetu Shaban bin Ibrahim kwa ripoti kamili. Mwezi wa kina mama umefikia mwisho tarafani Kongolo. Hii siku ya kwanza ya tarehe 8 mwezi wa 4 mwaka huu nao. Sherehe hiyo imeendeshwa mbele ya ofisi ya tarafa ya Kongolo kupitia wakina mama. Mwezi wa 3 ulikuwa ni mwezi wa ushindi kupitia wao. Siku hiyo haikumalizika bure, ilimalizikia kwa kuendesha ugawanyaji wahusika wakiwamo ni mayatima pamoja na wanawake wajane. Tuwasikilize wakitoa shukrani zao. Napoga kikombe na bunga na shukuru. Napoga kikombe na bunga na makopo na sabuni. Tunapata bunga na masaidizi ya mango ya barufelemba. Tunapita maneno ya kusaidia watoto wa yatima. Na mama banasema tujiunge tusaidie nchi hii kwa kuleta maendeleo na upendo. Wanapokea chakula, manguo na kiungo. Adimseta wa tarafa ya Kongolo alishukuru kitendo kia wakina mama. Wamama, jambo yenu tena. Jambo. Tujipigie kwa makofi tena mara nyingine. Aksanti kubwa sana kwa wamama Chrétien, kwa mama Jar famille et enfant kupitia encadrement ambayo namsikiaka kila mara kumedia iko naita wamama tukue umoja kupitia tendo la mwisho la mwezi ya wamama. Napiga tena aksanti mara nyingine. Mumisemo mbele ya kugawanya hiyo kidogo mulitayarisha, naogota akili ya huyu mama mwanzilishi wa hii kigundi ni Madame Norceline. Huyu Madame Norceline kama alipata akili, eske alipata mumbaraga? Alikubali mara ya kwanza kuolewa. Wakati anaolewa muda wa miaka 3 kumaisha ya unyumba, na yeye aliona magumu. Magumu yake ndio akamuomba Mungu. Sasa na sisi wenye kuwa tuliingia mabunyumba, magumu ya mwaka moja tu tunaachana na baba. Alikuwa mkuvumilia magumu ya ndani ya nyumba, lakini alikuwa anamuomba Mungu. Ndoa naye inasema wakati mnaungana katika furaha na magumu tukue pamoja. Tutakuwa pamoja kupitia uvumilivu katika Kristo. Mimi nashukuru jambo mnatia isikue mara ya kwanza, izidi kuendelea. Nikiripoti kutoka Kongolo, jimboni Tanganyika, nimeitwa Shaban bin Ibrahim kwa niaba ya Radio Kivu Baraka. Asante sana Shaban bin Ibrahim kwa ripoti yako hiyo. Ndipo tumefika mwisho wa uchambuzi wa habari zetu siku ya leo. Shukrani kwa nyote mliotutegea sikio mwanzo hadi mwisho. Vile vile nimpe shukrani rubani wangu ambaye ni Antoine Malash. Na shukuru vile vile jopo nzima la waandishi wa habari wa Radio Kivu kwa jitihada zao za kuweza kukamilisha uchambuzi wa habari. Aliyekuletea uchambuzi wa habari ni mimi Safari Almasri Metinwa. Sina la ziada na kuaga nikisema bye bye. Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One.